Na ni matumaini yangu kwamba mzima popote pale ulipo siku hii ya 24 mwezi wa Machi mwaka 2026, nikitumai kwamba mzima umekuwa na siku ya kufana popote pale ulipo. Hujambo na karibu tukujuze yale ambayo yamejiri humu nchini sawa na mataifa ya kigeni. Na kumbuka siku hii ya leo ni siku ya ukumbi wa siasa, tukiangazia mengi kuhusiana na cheche ambazo zinashuhudiwa katika taifa hili, haswa kutoka kwa wanasiasa pande zote za kisiasa. Lakini kwa sasa haya ndiyo yaliyomo. Baadhi ya taarifa tulizokuandalia katika upeo wa TV47. Wanaenda kumwambia tujuenda jifiche kwa bedroom yako, alafu enda sema ati umekuwa abducted. Rais William Ruto amshauri Raphael Tuju kutafuta marafiki wazuri, huku mahakama ikitarajiwa kuamua kesi yake kesho Jumatano. Ufukuzi wa miili waanza Kericho huku ukitatizwa na mvua. Kikosi cha 3 cha maafisa wa polisi kurejea nchini Kenya leo baada ya kufanikiwa kurejesha utulivu nchini Haiti. Na wakulima Baringo wakadiria hasara baada ya mafuriko kuharibu mazao kwenye mashamba ya ekari 300. Jioni njema popote pale ulipo mara tena. Jina langu Elizabeth Mutuku, kwenye meza ya lugha ishara yupo Catherine Simalowe. Unawasiliana nasi kwa 22047, mitandao ya kijamii TV47 Kenya pale Facebook, ukurasa wetu wa X. Kauli yako siku zote inakubalika. Moja kwa moja ni kwamba kikosi cha 3 cha maafisa wa polisi waliokuwa nchini Haiti kudumisha amani kimetua katika angatua ya Jomo Kenyatta hapa jijini Nairobi. Kwa muktasari zaidi na kwa marejeo haya maafisa hao tunaungana naye mwanahabari wetu Samira Mohamed ambaye yupo ange katika uwanja ule wa JKIA. Atujuze kulikoni. Samira, iwapo unanipata, ni kipi ambacho kinaendelea kwa sasa? Na asante sana Liz Mutuko, tunakuja kwako mbashara kutoka uwanja wa ndege wa 75 wa jeshi hapa JKIA, ambapo maafisa wa polisi wa Kenya waliohudumu nchini Haiti kwa zaidi ya miezi 21 na kukamilisha zamu yao katika nchi hiyo ya Karibia wanatarajiwa kutua nchini Kenya hii leo, ambapo watakuwa wakiongozwa na naibu inspekta jenerali wa polisi Eliud Lagat. Maafisa hao walishiriki katika kikosi cha kukabili magenge nchini Haiti katika operesheni ambayo Umoja wa Mataifa na serikali ya Haiti zilitarajia kuwa yataweza kuyazima magenge ya Haiti. Kumbuka kuwa kikosi cha taifa la Kenya ndio kikosi ambacho kilikuwa kikiongoza katika operesheni hiyo, na tunaelewa kuwa wiki jana kuna kikosi ambacho kiliweza kutoa kutoka Haiti, na huku Inspector Generali wa polisi Douglas Kanja na hata tuliweza kuona katibu mkuu wa usalama Daktari Raymond Omolo akiwataja maafisa hao kama mashujaa ambao waliweza kupeperusha bendera ya taifa la Kenya kwa ujasiri, na kila ambapo historia ya taifa la Haiti itakuwa ikiandikwa, hivi basi maafisa wetu wajasiri hawatakosa angalau kuandikwa katika historia hiyo kama maafisa ambao waliweza kuyakabili na kuyazima magenge ya Haiti. Tunaelewa kuwa Inspector Generali wa polisi Douglas Kanja wiki jana aliweza kuwapongeza kunradhi, na kuwataja kuwa kama mashujaa walioimarisha taswira ya Kenya kimataifa. Tunaelewa kuwa operesheni hii ilikuwa imepingwa vikali hapo awali, lakini maafisa wetu waliweza kuyazima magenge ya Haiti na kuimarisha taswira ya Kenya kimataifa. Kwako Liz. Asante sana Samira Mohamed. Baadaye tutakuwa tukiwasiliana nawe kujua kulikoni yale ambayo yatakuwa yamejiri na hotuba ambazo zitakuwa zimetolewa. Lakini kwa katika masuala tofauti ni kwamba utata kuhusu madai ya kaburi lenye miili 14 kule Kericho umechukua mkondo mpya baada ya wataalamu wa serikali na maafisa wa DCI kuanza shughuli ya kufukua miili hiyo iliyosubiriwa kwa muda mrefu. Haya yanajiri siku moja tu baada ya mkuu wa DCI Mohamed Amin kukanusha kuwepo kwa kaburi la halaiki, akisema kuwa miili ilizikwa kihalali katika makaburi ya kibinafsi. Hatua hizi sasa zinafungua njia ya uchunguzi wa sayansi ambao unaweza kubaini yaliyofanyika, kama anavyotuarifu mwanahabari wetu Sidin Chazima ambaye yupo katika maeneo hayo. Hali ya taharuki ilitanda katika kaunti ndogo ya Kericho Mashariki wakati wataalamu wa serikali wakisaidiwa na maafisa wa DCI walipoanza kufukua miili
katika kaburi lenye utata makaburini Kericho. So since morning they were preparing the site. They managed to get the local residents to help the DCI na wamechimba, na what we believe ni kwamba wamefikia yale maeneo where most probably the bodies are. Shughuli hii ilifuatia siku kadhaa za mkanganyiko, madai na kukanushwa kuhusu kile kilicho chini ya ardhi. It is believed up to 14 bodies may be lying here. Some of them dismembered. So we are not sure. Tunangoja kuona hii exhumation and then of course we will get to hear officially. Awali mkuu wa DCI Mohamed Amin alisema swala hili limeripotiwa visivyo katika mitandao ya kijamii. This matter was hyped and made sensational by the social media. There wasn't anything like a mass grave. Kauli hiyo iliongeza mashaka zaidi, huku akisisitiza kuwa miili ilizikwa kihalali na kupuuza madai ya kaburi la halaiki. We were able to establish that these were bodies transferred from Nyamira District Referral Hospital to a private cemetery in Kericho belonging to NCCK. Sasa shughuli ikiendelea, macho yameelekezwa kwenye matokeo yatakayopatikana. Wataalamu wa serikali watafanya uchunguzi wa maiti kubaini chanzo cha vifo, huku maafisa wa DCI wakichunguza jinsi miili ilivyopatikana, kusafirishwa na kuzikwa. Pia sampuli za DNA zitachukuliwa ili kubaini utambulisho wa waathiriwa na kuwatafuta ndugu zao. The autopsy on those bodies will have to be done to ascertain the cause of death for each one of them. Sydney Chazima, TV47. Namna Rais William Ruto amezungumzia changamoto za kisheria zinazomkabili aliyekuwa waziri Raphael Tuju, akisema kuwa Tuju anahitaji marafiki wa dhati. Haya yanajiri wakati ambapo Tuju hakufikishwa mahakamani baada ya kuugua zaidi ya kukimbizwa hospitalini katika eneo la Karen. Hata hivyo, akiwa hospitalini, Tuju anazidi kuwa chini ya ulinzi mkali, huku mawakili wake wakiwa wamewasilisha ombi katika mahakama na kutaka Tuju kupewa dhamana ya mapema. Wakati huo huo, mahakama kuu imempa Tuju dhamana ya shilingi 200,000 kama anavyotuarifu mwanahabari wetu Sheila Chelangat. Ni masaibu ya aliyekuwa waziri Raphael Tuju, kwa sasa akisalia kulazwa katika hospitali ya Karen ambapo anaendelea kuwa chini ya ulinzi wa polisi licha ya kutofikishwa mahakamani kufuatia kuugua. Alikamatwa jana Jumatatu alipojitokeza baada ya kutoweka kwa muda, kisha baadaye kurejea kidai alipata hifadhi katika familia moja kwenye kaunti ya Kiambu, ila hakufika mahakamani, mawakili wake akiwemo kinara wa Wiper Kalonzo Musyoka wakisema kuwa hali yake ya afya sio nzuri. So they tried to abduct Mr. Tuju, force him into the waiting Subaru, and he was all the time screaming, "Please don't hurt me. Please don't hurt me." Tuju alitakikana kufika mahakamani kujibu mashtaka kwa kutoa taarifa ya uongo kinyume na sheria. Waendeshaji mashtaka wakidai kuwa tarehe 21 Machi, Tuju alitoa taarifa ya uongo kwa afisa wa polisi wa kituo cha Karen kuwa alikuwa amefuatwa na watu wasiojulikana na kutekwa nyara. Honorable Tuju is at Karen Hospital as we speak, having been taken there by police officers from the Karen police station. The right thing to do this morning than to drag a sick man to hospital, the police officers, to court, the police officers took him to the Karen hospital. It is confirmed by the defense. We wish Honorable Tuju a very quick recovery. Mawakili wa Tuju wamezidi kupinga vikali kuzuiliwa kwake chini ya uangalizi wa polisi hospitalini, wakidai ni ukiukaji wa haki zake za kikatiba za uhuru. Na kwa mara ya kwanza, Rais William Ruto amezungumzia masaibu ya Tuju, akisikitika kuwa Tuju amekubali kushauriwa na watu ambao amewataja kwa wakora ambao wanampotosha. Wameenda kudanganya Tuju, wameenda kuangaisha Tuju, wanaenda kumwambia Tuju enda jifiche kwa bedroom yako, alafu enda sema ati umekuwa abducted. Just imagine.
Tuju needs honest friends. Tuju needs honest advice. Asaidiwe. He doesn't need scavengers who are trying to scavenge about the misfortune of a citizen. Wale watu wanatafuta maarufu kwa shida ya Mkenya mwenzao. We want Tuju apatiwe advice so that he can be helped, mali yake iokolewe na yeye asonge mbele. Uamuzi kuhusu mwelekeo wa kesi hii unatarajiwa kutolewa hapo kesho Jumatano adhuhuri. Sheila Chelangat, Runinga ya TV47. Kazi safi Sheila Chelangat, na bila shaka tunatumai kwamba tutakuwa tukiangazia hayo na mengine mengi na kujua kulikoni na kukujuza wewe popote pale ulipo. Na wakulima katika eneo la Eldume, kaunti ya Baringo, wanakadiria hasara kubwa kufuatia mvua kubwa zinazosababisha mafuriko yaliyoharibu zaidi ya ekari 300 ya mahindi. Mafuriko hayo yalitokana na mto Molo uliobadilisha mkondo wake. Wakati huo tume ya mto Nairobi imehimiza wakazi wanaoishi kando ya mto huo kukumbatia mradi wa uhusishaji wa mto jijini Nairobi. Maluse Meshak ana uketo wa taarifa hii. Wakulima katika eneo la Eldume, Baringo Kusini, kaunti ya Baringo, wanakadiria hasara kubwa baada ya mvua kubwa kusababisha mafuriko yaliharibu zaidi ya ekari 300 za mahindi. Mafuriko hayo yalitokana na mto Molo kubadilisha mkondo wake baada ya mvua za siku kadhaa na kuacha mashamba yakiwa yamefunikwa kwa maji. Mazao hayo yalikuwa yameanza kuvunwa katikati ya mwezi huu wa Machi, yakitarajiwa kuzalisha kilo 2500 kwa kila ekari, zikiwa na thamani ya zaidi ya shilingi milioni 87. Tulikuwa tunatarajia mafuno mingi sana. Ile pesa tulikuwa tunatarajia hapa ni 97.5 million. Ile pesa tulikuwa tunatarajia hapa. Wakulima katika eneo hili sasa wanalazimika kuyavuna mahindi yao katika mazingira magumu ya maji, huku gharama za uvunaji zikiongezeka maradufu. Zaidi ya ekari 200 zimeathirika vibaya, huku vijiji vitatu vikizama na familia nyingi kuhama makazi yao. Niombe serikali kuu na ya kaunti waje sasa watusaidie, sababu tumeumia. Kama sasa ndio tunapata mapato na pia hii kaunti wanapata sasa kutoka kwa hii mahindi tunatoa. Aidha, hatari ya wanyamapori kama vile viboko, mamba na nyoka imeongezeka kutokana na mafuriko haya. Serikali ya kaunti imeanza kusaidia kwa kutoa mafuta ya kusafirisha mazao, huku wakulima wakitoa wito wa msaada zaidi wa kifedha na udhibiti wa mafuriko. Tunajaribu kuona ni mbinu gani haswa tutaweza kusaidia wananchi hawa ili waweze ile tunasema kwa kimombo rebuild back better. Mvua hii ikizidi kuathiri maeneo mbalimbali ya jiji la Nairobi, tume ya mto Nairobi leo Jumanne imeandaa kikao na baadhi ya wakazi wanaoishi kando ya mto hapa jijini Nairobi kuchangia kwenye mradi wa kurejesha hadhi ya mito jijini. Haya yakijiri, idara ya utabiri wa hali ya hewa ilitoa tahadhari ya mvua kubwa kuendelea kunyesha katika maeneo mbalimbali ya nchi, huku ikitarajiwa kupungua leo Jumanne. Maluse Meshak, TV47, Nairobi. Kumbuka siku zote usalama unaanzia kwako popote pale ulipo. Wito huo ni kitu cha kukumbatia, na kaunti ya Kajiado imeweka mikakati ili kudhibiti maambukizi ya kifua kikuu kupitia ushirikiano na jamii, hususan wahudumu wa afya nyanjani ambao wamesaidia kubaini na kukagua visa hivyo. Pamoja, wadi maalum za TB Manyata zinatumika kuhifadhi wanaougua kifua kikuu. Mwanahabari wetu Elizabeth Atieno alizuru kaunti hiyo na kutuandalia taarifa ifuatayo. Kilomita 80 kutoka jiji la Nairobi, tunawasili katika mji wa Kajiado. Makazi kwa zaidi ya watu 20,000 wakiwemo wahudumu wa afya wa nyanjani 1682. Ni wahudumu ambao wanajizatiti kuokoa maisha na kuongoza vita dhidi ya kifua kikuu, yaani TB. Katika pitapita zetu mjini Kajiado, tunapatana naye Eunice Akoth, mhudumu wa afya nyanjani, akiwa amejihami kwa vifaa maalum vya kutoa huduma. Hii leo anamtembelea Peter Musheru anayeugua kifua kikuu. Kwanza kabisa, Akoth anapekua stakabadhi za matibabu ya Musheru na kisha tuendelea tu na hizi. Anamwongeza dawa za kifua kikuu kabla ya kutathmini kiwango cha shinikizo la damu. Tuonane tarehe 30.
na moja. Nikikuja tena. Si sawa? Shida yangu ilianza ni kifua ilikuwa inanisumbua na kukohoa sana. So nikaamua niende hospitali nipigwe picha. Ndio nilipigwa x-ray nikapatikana ikakuwa ni TB. Kutoka nyumba ya Musheru tunaambatana na Akoth hadi kwenye boma la Mary Ngina, tunampata akiosha vyombo. Uso wake umejaa tabasamu pindi anapokumbuka jinsi alivyoshinda vita dhidi ya kifua kikuu alipomaliza matibabu tarehe 21 mwezi wa Novemba mwaka 2025. Kwa mwili niko sawa, sisikii vibaya yoyote, niko sawa. Hii ugonjwa inapona. Bora ukunywe dawa, ufuate matibabu, ufuate daktari na utapona. Licha ya Ngina kukamilisha miezi 6 ya matibabu, bado Akoth anamfuatilia kwa ukaribu. Unamaliza dawa, huwa sikuache immediately, huwa nakufuatilia kwa muda wa miaka 2 ama mwaka mmoja. Ikienda sana. Akoth ni mhudumu wa afya nyanjani tajika hapa Kajiado. Amekuwa mstari wa mbele kukagua visa vya kifua kikuu na kutoa hamasisho kuhusu ugonjwa huu kwa jamii. Kuna wakati unyanyapaa ulifika mahali watu wakaanza kuitana kwa majina. Ile ni boma ya watu wanaishi na TB. Kwenda kuwafunza nikawaeleza kwamba hii boma haina laana ya TB. Ni kwamba tunaambukizana, hatukuji wote screening. Inafaa ukipata ugonjwa wa kifua kikuu kama ni household kama hii, tunafanyia watoto wote na mtu yote anaishi chini ya ile nyumba uchunguzi kabisa ili tuweze kusaidia. Idadi ya visa vya kifua kikuu Kajiado vimeongezeka kutoka visa 147 mwaka 2023 mpaka visa 193 mwaka 2025. Mwaka 2026 pekee visa 51 vimeripotiwa katika hospitali ya rufaa ya Kajiado. Nyongeza hii imesemekana kusababishwa na kuwasilishwa kwa wagonjwa na wahudumu wa afya nyanjani, hali ambayo imeboresha kiwango cha matibabu kutoka 81% mwaka 2021 mpaka 93% mwaka 2025. So now because of improved diagnostics, now we are seeing cases going up. Like in 2021, we had only 1,300 patients. They have increased to 1,700, 1,800, and in 2024 we had the highest at 1,990. And last year we had 1,708. Katika hospitali ya rufaa ya Kajiado tunazuru wadi hizi maalum zinazofahamika kama TB Manyata. Ni majengo ya zamani yaliyo na muundo thabiti na ya kisasa. Chumba kimoja kinaweza kuhifadhi angalau wagonjwa 3 walio na aina sawa ya kifua kikuu. Iwapo hakuna wagonjwa wengi, basi kila mgonjwa anakaa katika chumba chake na ana uhuru wa kujipikia na hata kualika familia yake. Vyumba hivi vina madirisha mapana ili kufanikisha usambazaji wa hewa na kudhibiti maambukizi. And TB Manyata is somewhere we isolate TB patients. Patients maybe who refuse to take drugs from their households. So the whole year we can have between 130, 137 to 153 last year who are taking lots at the Manyatas. Nimekaa kutoka mwezi 7 mwaka jana. Sasa niko mwaka hii niko mwezi wa 3. Natoka huko mwezi ngapi? Mwezi wa 5 huko. Kajiado ni makao makuu ya wanajamii wa Maasai ambao ni wafugaji. Hivyo basi wanatembea masafa marefu wakitafuta lishe ya mifugo wao, hali ambayo wahudumu wa afya wanakiri inatilia shaka juhudi za kufuatilia wagonjwa wa kifua kikuu. Ila ushirikiano kati ya jamii na wahudumu wa afya nyanjani umesaidia pakubwa kudhibiti maambukizi. Last year 2024 our default rate was at 8%. The first half of 2025, we are at 6.7%. Our target is, see if by end of 2025, we do not
we bring it down to 5%. Kujiondoa kwa wafadhili wa kimataifa kumesababisha pengo la kifedha la shilingi bilioni 13.8 zinazohitajika kukomesha kifua kikuu. Kaunti ya Kajiado haijasazwa na athari hizi, kwani wahudumu 172 walipoteza ajira, na sasa kaunti hii imeongeza bajeti ya kifua kikuu kutoka shilingi milioni 2 hadi shilingi milioni 10 katika mwaka huu wa kifedha. Elizabeth Atieno, TV47. Bila shaka kazi hiyo safi ya Elizabeth Atieno inanipa mimi Elizabeth Mutuku na mfasiri wangu kwenye meza ya lugha ishara Catherine Simaloe nafasi ya kupokea kikombe cha maji na pia kuelekea madukani. Usicheze mbali, siku hii ya leo tunazungumza naye askofu mkuu wa kanisa la Kianglikana Jackson Ole Sapit kuhusiana na cheche za siasa humu nchini. Je, kanisa limedumisha hadhi yake? Na je, swali kuu likisalia kuhusiana na majukumu yake, endapo limezingatia hayo na mengine mengi. Lakini kwa sasa usicheze mbali. In Homa Bay and its environs, did you know you can easily claim your lost and found financial assets for you, your loved ones, or your organization? The Unclaimed Financial Assets Authority, UFAA, in collaboration with the County Commissioner, Homa Bay, is giving you an opportunity to claim your lost and found financial assets. From 23rd to 27th March 2026, come to Raila Odinga Stadium with your ID, a copy of a relative's death certificate, a copy of a grant, or a copy of an organization's registration certificate to search and claim your unclaimed financial assets. Listen to Radio 47 for more details. Claim your cash. Karibu Nawe. The Unclaimed Financial Assets Authority. Receive, safeguard, reunite. Know your heroes. Timothy Cheruyot. Mimi nilianza kukimbia nikiwa primary kidogo. Mahali nilijua sasa niko na talent nikiwa form 3. Na kulikuwa na wenzangu wa nyumbani walikuwa wameshakimbia, tunaona kwa gazeti, tunaona kwa TV. Lakini nilimaliza form 4 nikaenda nyumbani. Maisha yakanikonga 2012, 2013. Paka nikafanya mchengo, hakuna kitu sijafanya. Alafu babangu 2014 akaniambia, we Timothy, unaweza kimbia. Kwa hivyo tafuta kambi, alafu wenda huko nitakusaidia kulipia. Silver. Yeah, 2016, Gold Coast, bet silver in 2017 again, World Championship. London. And then I got silver in Commonwealth Games in Gold Coast. And then 2019, I got gold in World Championship Doha. And then 2020 Olympics, I got silver. I win 5 times Diamond League. Kubeba bendera ya Kenya juu ni kitu mzuri sana. Kitu namwambia at least wenye wadogo wanaanza mazoezi, wako discipline. Na wajitegemee kwa Mungu. Know your heroes is sponsored by Daka na Tatua. 30% of proceeds go towards nurturing talent at grassroots level. Get affordable monthly TV packages from Azam TV today. From kids shows, African and international movies, sports, local and international, breaking news, documentaries, telenovelas, and many more. Our monthly packages are 400 Kenyan shillings, 950 Kenyan shillings, or 1,500 Kenyan shillings only. Call us today on 0709 844 000. Rafiki
Revisha ushinde. Open and save in your KCB Gold Savings account and win. 50k ya holiday inaweza drop instantly. 500k can hit your MMF anytime. One bedroom apartment ya 5.7 million can be yours. Revisha ushinde. KCB, for people, for better. Schools have taken a break, but your education journey doesn't have to stop. Are you a teacher seeking to upgrade your skills and shape your future? Enroll at Mount Kenya University and learn through the distance institution-based and electronic learning program. This is for the dreamer, the go-getter. Intake is in progress. Mount Kenya University, unlocking infinite possibilities. Na mkaribu popote pale ulipo, tuandamane hadi tamati siku hii leo, na ambayo pia ni siku ya ukumbi wa siasa. Na utafiti uliofanywa na shirika la IPF kwa ushirikiano na Oxfam unaonyesha kuwa rasilimali zilizotengwa kukabili majanga mbalimbali katika kaunti kadhaa humu nchini hazijatengwa kwa kutosha na zinasimamiwa vibaya, na kiasi kikubwa hazionekani katika jamii zinazolengwa kunufaika. Ripoti hiyo inayokuwa ukosefu wa uwazi na hatua ya kutegemea wahusika wa msaada wa nje vinagharimu Kenya mabilioni ya fedha na kudhoofisha juhudi za kukabiliana na maafa. Mwandishi wetu Mike Kagungu amelizamia swala hili na kutuandalia taarifa ifuatayo. Kenya inapoteza fedha kimya kimya, hatua kwa hatua, huku gharama yake ikibebwa na mamilioni ya wananchi kupitia maisha yao. Ripoti mpya ya OD Global inaonyesha kuwa mwaka 2024 pekee Kenya ilipoteza kati ya shilingi bilioni 194 na takriban shilingi bilioni 233 kutokana na ufisadi na mtiririko haramu wa fedha, karibu mara 4 ya takriban shilingi bilioni 52 zilizopokelewa kama misaada ya kibinadamu. Kaunti za Kenya zina sheria, hazina na sera zilizokusudiwa kukabiliana na majanga, lakini ripoti mpya inaonyesha kuwa mifumo mingi haitekelezwi, hali inayowaacha mamilioni ya wananchi hatarini kukumbwa na ukame, mafuriko na mishtuko ya tabianchi. And a key issue here is the country has about 1.5 billion estimated annually as being lost to illicit financial flows, including corruption. And so that needs to be addressed, because that is vastly more than the 400 million approximately per year in humanitarian funding. Utafiti huo uliofanywa katika kaunti za Marsabit, Garissa, Tana River na Nairobi unaonyesha kuwa licha ya kuwepo kwa hazina ya dharura, tabianchi na hatari za majanga kisheria mara chache hufanya kazi kama ilivyokusudiwa, hali inayozua pengo hatari kati ya sera na uhalisia na kuacha wananchi wakitegemea mashirika yasiyo ya kiserikali na kuwafadhili wakati wa majanga. We need to enact it so that we can be able to have a strong foundation, a strong law to which the nation can then work from. Wanatahadharisha kuwa kushindwa kuchukua hatua kutaendelea kuigharimu Kenya mabilioni ya fedha na kuwasukuma wananchi wengi zaidi kwenye umaskini. Mike Kagungu, TV47, Nairobi. Tukidunda viwanjani ni kwamba Kenya itaandikisha historia mwezi Aprili kwa kuandaa michuano ya shirikisho la kandanda duniani FIFA. Dimba la wanawake la FIFA Series kwa mara ya kwanza litagaragazwa ugani Nyayo jijini Nairobi. Huyo hapa ni mwanaspoti wetu Tony Kolanda kuhusiana na mengi ya wageni watakaotembelea Harambee Starlets. La soka duniani FIFA.
Dimba la wanawake la FIFA Series la mwaka huu litaandaliwa ugani Nyayo jijini Nairobi tarehe 11 hadi tarehe 15 mwezi Aprili. Cape Media, I'm sure they are represented here. You are the media partner, in the series. I know you are aware. So I want also to say that that's a very big opportunity for you to ensure that Kenyans can watch the games and can get information on what is happening in this series. Kenya itaialika Australia ambao wameshiriki kombe la dunia mara 8, Malawi na India. Harambee Starlets itachuana na Blue Tigresses Jumamosi tarehe 11 Aprili, huku Scorchers wakipima na nguvu na Matildas. I appreciate the effort that the president has gone in terms of ensuring that we commercialize our sports by bringing in private players. My message to the young girls around the country: we are going to do everything within our power to ensure that we have an enabled environment for you to thrive. Finali itaandaliwa tarehe 15 Aprili katika uwanja wa Nyayo. Haya mambo mengine ambayo katibu alikuwa anazungumza na bunge ni mambo ya ndani kwa ndani, lakini naona yamezua msisimko kila mahali. Mimi nataka kuambia tulizeni boli, msiwe na wasiwasi. Kikosi cha kocha Beldin Odemba kinajiandaa kwa michuano ya bara Afrika, huku Kenya ikijipima kwa maandalizi ya dimba la AFCON. Tony Kwalanda, TV47 Michezo. Bila shaka kazi safi hiyo ya Tony Kwalanda inanipa nafasi mimi kupokea tena kikombe cha maji, lakini nikirejea tunarejea kwa mjadala ndani ya ukumbi wa siasa, tukiangazia cheche za siasa humu nchini na jukumu la kanisa na viongozi wa dini kuhusiana na yale ambayo yanaendelea. Ni nani ambaye amefeli? Kumbuka jukumu kuu la kanisa ni kupeana matumaini na amani. Hayo yote tutaangazia hapa, naye askofu mkuu wa kanisa la Anglikana anafahamika kama Jackson Ole Sapit. Tutakuwa tukisikia kutoka kwake, na pia wewe popote pale ulipo tunakupa nafasi kuchangia katika mjadala huu kwa 22047 mitandao ya kijamii TV47 Kenya. Pale ujumbe wako tutausoma, lakini usicheze mbali.